Katika kuadhimisha wiki ya mazingira duniani, Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT kimeeleza dhamira yake ya kuendelea kuwafundisha wataalamu wa usafiri waliobobea katika kulinda mazingira, hasa kwa kuzingatia athari zitokanazo na vyombo vya moto kama magari, malori na pikipiki. Akizungumza wakati wa maadhimisho hayo, mkuu wa idara ya usafiri salama na uhandisi wa mazingira, Injinia Patrick Makule, amesema kuwa sekta ya usafiri ni miongoni mwa vyanzo vikuu vya uchafuzi wa hali ya hewa kutokana na utoaji wa gesi chafu. Hivyo ni muhimu kwa wataalamu wa fani hiyo kufundishwa namna ya kupunguza madhara hayo. Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kimekuwa mstari wa mbele katika kutoa elimu ya madereva. Na eneo la madereva ni eneo muhimu sana ambalo likiangaliwa vizuri tunaweza tukapunguza uchafuzi wa mazingira kwa kiasi kikubwa. Madereva wanahusika kusafisha magari. Tunawafundisha ni maeneo gani wasafishe magari, kwa sababu kwenye ule uchafu unaotokana na ule kwenye magari kuna oili na grease ambazo si rafiki kwa mazingira. Uwepo wa chuo hichi na sisi kimetupa mwangaza. Nilichokuwa nataka kusikia kutoka kwenu nimeshakisikia, kwamba nitaka kuona namna gani ambavyo mnahusika na mambo ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Nikaona kwa sababu chuo hichi kinafundisha mafunzo ya anga, maana yake bila shaka mnatunza vizuri anga, lakini kwa sababu mnafundisha mafunzo pengine ya baharini, pengine nayo mnafundisha hiyo. Nitaka kusikia pia kuhusiana masuala ya namna ambavyo mnatunza sana vyanzo vya maji, kwa sababu pia lakini nimeona pamoja na mambo mengine mnafundishana namna ambavyo mnaweza mkayatunza mazingira, ambayo pia mnafundishana kupitia kwenye vyanzo vya maji na maeneo mengine. Sisi tukushukuruni kwa kuwa mmekuwa wadau wazuri wa kuyatunza na kuyahifadhi mazingira, na kwa kweli tuna appreciate chuo chenu, na kwa kweli chuo hichi kimetoa wataalamu wengi mpaka kufikia hatua sasa mnafanya masters, ndio? Maana yake ni kwamba mmepiga hatua kubwa. Kwa hiyo hongereni sana na kazi nzuri, na sisi tunaendelea kuwaombeni, endeleeni kuwafunza vijana wetu. Kwa sababu kila mmoja katika maisha na interest yake. Wengine madereva, wengine kama hivi tukapambana na wajumbe huko, wanasiasa, ndio maisha yetu tuone raha, lakini hii huku mnaendelea. Kwa hiyo hongereni sana, na tunashukuru kwa namna ambavyo tumefikia. Mheshimiwa Rais ametengeneza mazingira mazuri, sekta ya anga iko vizuri, sekta ya bahari iko vizuri, lakini bahati nzuri sasa hivi mpaka kwenye train hapo sasa kuko vizuri, na maeneo mengine hata barabarani kuko vizuri. Kikubwa nyinyi sasa muendelee kutushurutisha wananchi waendelee kufuata sheria za utunzaji na uhifadhi wa mazingira, hasa kwenye maeneo hayo ya vyanzo vya maji na maeneo mengine ambayo mnatumia kama sehemu ya ufundishaji wa kozi ambazo mnazitoa. Hongereni sana. Asante sana.